Mwenye amani ni mjenzi wa, simeshaisikia jamani. Mwanamke mwenye amani ni mjenzi wa jamii. Mama Lukuvi ameongea vizuri sana, amepita kwenye pointi zangu kama 3-4 hivi kwa hiyo nikaziondoa. Alipita huko kwamba mama ni mpatanishi. Mwanamke mwenye amani atakuwa mpatanishi, atakuwa mtu wa sala. Hiyo ni kweli, nilimsikia. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, nianzie kwenye Biblia. Mungu tunakumbuka vizuri, ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18 mpaka 24, baada ya Mungu kumuumba Adamu, baada ya kumuumba Adamu, Mungu alimpa Adamu kazi ya kuvipa viumbe majina. Kwa hiyo ni tuseme kama labda alikuta kunguru, akasema hii kunguru, simba, nyoka, pengine au chui. Sasa kati ya viumbe vyote hakuna kiumbe alichojisikia ni sasa. Hizo mwanamke hajaumbwa mwanamke hapo bado hajaumbwa bado. Baada ya Adamu kuvipa majina viumbe vyote, Mungu akampa Adamu usingizi, akalala. Baada ya kulala, Mungu akachukua mfupa, ukaoni naangalia pia utaelewa zaidi. Akachukua mfupa wa ubavu. Mfupa wa ubavu ni mfupa ambao upo karibu na nini? Na moyo. Na moyo ni kikao cha nini? Kikao cha mapendo, sit center pale. Ni sehemu ya kupenda pale. Mungu akachukua mfupa hapa, akamuumba mwanamke. Sasa pengine wataalamu wa Biblia wangesema Mungu angechukua mfupa wa kichwa, pengine mwanamke angesema mimi nimeumbwa nimtawale mwanaume kichwani. Angechukua mfupa wa mguu, mwanamke angesema au mwanaume angesema huyo ameumbwa akae chini ya miguu yangu. Lakini Mungu akachukua hapa katikati, hapa ambapo ndio moyo wa kupenda. Sasa hizo Adamu ana usingizi, amelala usingizi na hajui nini kinaendelea wakati Eva anaumbwa. Baada ya Eva kuumbwa, Adamu akaamka usingizini. Sasa akamkuta, kumbuka alishaona viumbe vingine vyote, lakini huyu hajawahi kumuona. Alivyoamka tu wewe, yaani alipigwa na kitu kinachoitwa perplexity. Akasema wow, wewe ni nini? Yaani sijaona kitu cha kunifurahisha kati ya viumbe vyote ambavyo nimevipa majina. Huyu ndiye nasikia ni mpaka network inataka kukatika. Ndio hapo sasa Adamu akawa kama vile amepatwa na mshtuko fulani, mshangao, akawa ni kama vile network imekatakata fulani hivi. Akaanza kurudia maneno ambayo hata hayana maana kivile, kwa sababu ndio hivyo ilivyo. Eti wewe ni nyama katika nyama yangu. Nani amekuuliza? Wewe ni mfupa katika mfupa wangu. Si ndio Mungu amefanya hivyo? Unarudia nini? Kwa ajili ya nini? Kwa hiyo ni mtu ambaye alikamatwa na mshangao. Sasa baada ya Adamu kuamka sasa, akamwona hivyo, akasema wewe utaitwa mwanamke. Kwa Kiebrania mwanamke anaitwa Isha. Mwanaume anaitwa Ish. Kwa hiyo alimpa mke wake jina zuri linalokaribiana na la kwake, mwanamke, mwanamume. Yaani ni herufi chache tu zimekuwa twisted. Hii ikimaanisha nini? Tunajifunza kitu hapo kabla tujaendelea. Hivi mwenzako unamuitagaje? Wa ndoa umempa jina gani? Semeni wenyewe. Nani? Hane hiyo kuyo. Kama kuna mwanaume anaitwa Hane, hongera sana.
lakini haijalishi. Hii ni kitambulisho kwamba muite mwenzako wa ndoa kwa jina zuri, mtambulishe kwa jina zuri. Kuna ambao wamemsave kwa jina la mtoto, Mama Joni, Mama Brai. Kuna wengine yani akiwa msumbufu lazima Kivuruge. Unaweza ukaseviwa Kivuruge, nenda kaangalie simu. Nategemea manake kuna watu wanasema mitandao siku hizi, unajua watu wanasema mwanamke ana uwezo wa kumvuruga mwanaume, alafu baada ya kumvuruga na kumponya. Yaani anakuletea vurugu, yeye mwenyewe analiamsha dude. Alafu akishaona kumechacha, hakukaliki, anarudi baadaye, hello honey. Na mwanaume kwa sababu una hasira, ukishasikia kisauti chembamba, hello honey, unasikia masikio yameshuka. Kwa ufupi, mwanamke ni mleta amani. Hii salamu hamkuichagua kwa bahati mbaya. Ni mleta utulivu, ni mleta amani, kwa sababu hata yani katika hali ya kawaida ukikutana wewe ukiwa unapigana na mwanamke, sema mwanaume, alafu unakuta napigana na mwanamke, alafu hapo mimi napigwa. Yaani wakija watu kuokoa, mimi ndio nitapigwa zaidi. Kwa sababu mwanamke kiuhalisia huwa ana tabia ya kuonewa huruma. Kwa hiyo sasa mama huyu baada ya kuumbwa sasa, baada ya damu kuamka na kupata ile perplexity, ule mshangao, alifurahi sana. Sasa huu mshangao ndio ule unaupataga wewe ukiwa unakumbuka mara ya kwanza kukutana na mama, mlikutana wapi? Au na baba? Mchumba wako, mume wako, mke wako ulimpataje? Ulikuwa wapi? Hebu flashback. Mlikuwa wapi? Kwenye mazishi? Unajua maisha ni popote. Kuna wengine unaweza kukutana pengine hata baa, wengine kwenye daladala, wengine kazini, vyovyote vile, haijalishi. Hata kanisani baba, inawezekana. Hata kanisani. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, mwanamke amehusika sana kwenye uumbaji kumletea mwanaume amani na furaha ambayo hakuipata kwenye viumbe vingine. Kwa hiyo akaitwa, Mungu akasema nitakufanyia msaidizi. Hivi mtu anayepewa msaidizi ni mtu wa namna gani? Ni mtu ambaye anajiweza. Lakini simaanishi kwamba naongea hivi hapo mwanze kutuonea. Mwanze kusema nyinyi hamjiwezi, sisi ndio tumekuja kuwasaidia. Ni kweli mnasaidia mengi kutuliza dhoruba wakati familia ipo katika hali ya hasira na nini, ni kweli. Lakini pia kuna ambao kwa bahati mbaya kutokana na makuzi yao wanakuwa ni wawashaji moto, sio wa kupooza. Wapo namna hiyo. Kwa hiyo mwanamke kuanzia kabisa, mwanamke amehusika kuleta amani ya mwanaume wakati wa uumbaji. Mungu alivyomuumba tu. Nenda kasome kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18 mpaka 24, hapo utaona Eva anavyoumbwa na Adamu anavyoshangilia. Mwanamke huyu sasa akiwa katikati ya familia, wakiwa Edeni. Kumbukeni Edeni pia kulikuwa kuna amani, lakini ndio wao walioruhusu pia nyoka kuingia Edeni. Hapa najua hamtajisikia vizuri kusikia, hamtaki vitu hivyo. Leo sherehe mambo ya nyoka ya Edeni unaleta ya nini hapa? Lakini ni ukweli, tupatwe na mema, tusipatwe na mabaya. Wewe uangalie pia, unaweza kuwa ni sababu ya kumleta nyoka kwenye Edeni ya ndoa yako. Unaweza kukuta kwenye familia kuna utulivu, lakini wewe ukawa kwanza kumleta mchungaji ambaye au mganga wa kienyeji, ukamleta nyoka nyumbani, ukachafua hali ya hewa ya Edeni. Kwa hiyo kama mwanamama, wewe ni mtu wa amani, lakini pia angalisho, shetani pia anaweza kukuwinda. Na mara nyingi wanawake wanaowindwa ni wale ambao wana maumivu ya ndani.
Maumivu ya ndani, niongelee kidogo hapa. Maumivu ya ndani, maumivu ya ndani haya ni yale maumivu ambayo hayapigi kelele, hayapigi mayowe, lakini yanakutafuna taratibu moyoni, yanapunguza nguvu zako, yanapora furaha yako, na wakati mwingine yanakufanya uendelee kuishi kwa fake smile, kwa nje, unajichekesha chekesha yani hai lakini mtu ndani kuna moto, una rosti kidogo kidogo, unaungua, lakini kwa nje